Hii ni simu ya dharura kutokea maeneo ya Sokoni Wani. Huu ni mtaa wa Camelot karibia na Uswahilini, na kikubwa ambacho kimetuleta hapa ni wananchi kufunga barabara kutokana na ajali ambayo imetokea kwa siku ya jana, ambapo mama mtu mzima aligongwa na pikipiki maarufu kama Toyo hapa, ambayo ilikuwa iko katika mwendo mkali zaidi. Barabara hii ya Uswahilini inaweza kuwa ni miongoni mwa barabara ambazo zinaongoza kwa kuwa na bumps nyingi au vipunguza mwendo maarufu kama matuta, na baada ya kutokea kwa ajali hii pia wananchi wanaomba eneo hili la Camelot kuwekewa matuta mengi ili kudhibiti mwendo. Wananchi wanaendelea kuamini kwamba kudhibiti mwendo sio jukumu tena la askari wa usalama barabarani kwa maana ya trafiki, kwa sababu trafiki hao wameonekana kama ni watu ambao hakuna kumbukumbu ya lini mara ya mwisho kuwakamata dereva wa pikipiki wakiwa wanafanya makosa barabarani. Kwa hiyo wanaamini kitu pekee ambacho kinaweza kikawaweka salama wao ni matuta, kwa sababu matuta atawalazimisha dereva hao kufuata taratibu za sheria ya usalama barabarani, na sio trafiki ambao wameona kwamba sio kipaumbele chao kuwakamata bodaboda au madereva wa pikipiki hao kutokana na faini kutoka kwenye shilingi 30,000 na kuwa faini shilingi 10,000. Lakini pia sheria zingine ambazo hazifuatwi na dereva hao wanaendesha pikipiki, inaelezwa kwamba nyakati za asubuhi huwa wanapakia watoto wadogo kuwapeleka katika shule mbalimbali, huku wakiwa wanaendesha kwa mwendo mkubwa na mkali, na hivyo huwa unatalisha usalama wa watoto, lakini wanapita mbele ya trafiki na hakuna chochote kinachoendelea. Kwa wananchi hao hapa wanazungumza kile ambacho wao wanashauri kifanyike ili kudhibiti kadhia hii ya madereva pikipiki kuendesha kwa mwendo mkali katika barabara hizi. Mimi naitwa Rose Njavike, ni mkazi wa eneo hili na ni mfanyabiashara wa maeneo haya, maeneo ya hapa barabarani. Juzi majira ya saa 2 ilitokea ajali hapa. Kuna mwanamke mwenzetu aliyekuwa akivuka hapo kuelekea upande wa pili, alipata ajali hapa kwa kugongwa na Toyo ambayo ilikuwa iko mwendo kasi sana. Ndio alivyogongwa yule mama, akawa ameburuzwa kutoka hapa hadi kule mbele. Yule mama akawa amelaliwa na pikipiki, watu mpaka kuja kumpa msaada, kumnyanyua yule mama kupeleka hospitali. Yule mama hatimaye alifariki. Kwa kweli leo kwanza ndio mazishi ya yule mama. Tunachokihitaji sisi kama wananchi wa eneo hili, hatuna mengi, hatuna fujo, hatuna chochote, maana tupo kwenye huzuni. Tunahitaji msaada wa kuwekewa bamzi ili eneo, maana imekuwa tishio, watoto wanagongwa, wakina mama hatuna raha. Hayo matuta yapo kule mbele kaka, ili eneo halina tuta hata moja, hata ukitembea. Ili eneo halina tuta, na madereva Toyo wa ili eneo wanakimbia mno. Imekuwa Israeli kwenye maisha yetu jamani. Kutokana na nini? Vijana sasa hivi hapa wanakimbia sana. Wanawahi wapi? Yaani haujui mahali wanapowahi. Wanakuwa wamebeba nini labda ndio maana anapeleka. Unaweza kukuta amebeba abiria, lakini saa nyingine ndio hivyo unakuta ni ule mwendo kasi tu. Vijana ndio kama hivyo walivyo yani. Wanashindana, mara wengine wananyanyua pikipiki juu hivi kama vile rani. Kwa hiyo viongozi wanaohamasisha wachezee pikipiki wanakosea? Hapana, kuna sehemu ya kuchezea mchezo wa pikipiki na kuna sehemu ya huduma za binadamu. Ndio. Hili linaonekana limeongezeka baada ya kuruhusiwa zaidi kuchezea au kabla ilikuwa hivi? Ni kutokana na changamoto za vijana sasa hivi wamekuwa ni watukutu. Wengi wamekuwa ni watukutu, hata ukiwaeleza wanashindwa kukuelewa. Sasa kitu gani kifanyike ili waelewe? Tunaomba serikali iingie kati iweze kutuwekea mabamsi hapo. Barabara yote itakuwa mabamsi. Ndio, bora watu waende taratibu, sababu angalia tunawampaka na watoto wetu tunawapeleka shule. Unashindwa kumvusha hata mtoto shule. Na hao vijana wanatokea wapi wanakimbiza? Ni watoto wetu tuliowazaa sisi. Sasa unashindaje kuwadhibiti? Utamdhibitije mtoto na yeye mtoto sasa hivi anajua kutafuta pesa? Na wewe baba unajua kutafuta pesa. Wewe unaweza kumdhibiti mtoto wako anajua kutafuta hela? Ni ngumu. Hawadhibitiki, lakini serikali nayo iwe katikati yao. Kwa ile faini ya 10,000 irudi kwa 30,000 labda ndo wataacha kufanya makosa. Hata ikiwa laki, lakini bado itakuwa haiwezekani. Bado watakuwa ni watukutu tu. Faini sio kwamba ni faini. Ni kweli kabisa. Au Adama Sokoni Wani. Dalali.
hapa Kalibatoyo ndio kusababisha ajali pale mama alipoondoka. Sisi tulikuwa tunaomba kalibati hizi 3. Kama ameshindwa kutekeka kalibati 3, ile pale moja wenyanyue na pale kalibati moja. Utapata msaada mkubwa sana. Maana kalibati hizo barabara, yani zaidi barabara hizo kalibati nyingi. Tuombe 2 tu. Moja pale kalibati na hii moja hapa inyanyuliwe. Kiki cha hapa inyanyuliwe. Tupata msaada mkubwa sana. Maana bila hivyo ajali kila siku zitatokea. Na viongozi wanaona kabisa na tuko nao hapa. Na viongozi wa Rivatoyo tunawatu waomba. Ama viongozi wa Rivatoyo sasa viongozi wa Rivatoyo. Yaani wanasababisha pia kufanya kama vile wauni. Tunaomba wasimamie hizi zoezi la kupiga hapo Kiswahili zinazopita. Maana wanawajua na wanawafahamu. Kama jinsi aliyogonga mama watu jana wangemzuia yule jamaa. Tungepata msaada mkubwa sana. Lakini wamemwambia kimbia ondoka. Kwa hiyo msaada wote tunaomba viongozi wa Rivatoyo watusaidie. Wasilete ujinga kwa kufumbia maajali, kufungia kwanza mawaizi ndio wamejaa kibao. Wanataka univijie. Fika saa 1 unakuta vijio vijaa hivi. Wajua wanaotoka ni wapi? Wanakuja kukaa hapa kijiweni. Kwa hiyo tunaomba viongozi wa Rivatoyo watusaidie kuangalia ajali za barabarani kwa ajili wenzao. Mimi hayo. Wanaokimbia mara nyingi huwa wamebeba nini labda? Watoto wa shule. Yaani sana ni watoto wa shule. Kama vile asubuhi. Unakuta vibiti vidogo vimewekwa kama mbeba magunia. Yaani paka ni huruma. Yaani mtoto kama juzi hidi ile siku hidi. Pikipiki zilipiga kelele sana mtani paka nilikuwa ni kero. Utakuta watoto vidogo vinakaa kama binti vinakaa paka hivi. Vidogo na watu wanaona na viongozi wanaona. Na viongozi wa Rivatoyo wanaona. Baadaye washikwa hata wakamata zile pikipiki zinapiga kelele mtaani wananyamaza kimya wanaona furahi. Kukamata ni kazi ya traffic. Umewahi kuona traffic anakamata bodaboda mara mwisho lini? Na muda sana ndugu yangu. Na muda. Ni muda kabisa. Ni kwa nini wanawaogopa au kwa sababu faini ya 10,000 wanaona haina maslahi kwao? Hiyo mambo ya faini sijui. Sawa, wanajua wenyewe. Lakini ni muda kabisa wajakamata watu. Ndio maana wamekiwa kama vile basi tu. Yaani wakoona basi. Anaweza Rivatoyo kapita hapa na speed hiyo yote msimamo hata kupiga mkono kamata hamna tena. Ndio yangu tu. Yaani tatizo la kukimbia kwa bodaboda hilo nao tumeliona, lakini pia tulishalalamika na kipindi fulani pale juu eneo la Sinoni ilitokea matatizo kama haya, lakini pia tuliekewa rasta. Kwa hiyo leo ombi letu sisi wananchi wa eneo hili tulikuwa tunamuomba Mheshimiwa Mkuu atakapofika hapa atuwekee rasta hapa kwenye eneo hili. Hakuna tabu nyingine. Hatakiwi kugongwa mtu yoyote kwa sababu binadamu sio mnyama. Nimewaomba watulie, mkuu wa wilaya amesema anafika hapa sasa hivi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya yuko njiani. Kwa hiyo na mimi ndio maana nimekuja hapa. Mimi yenyewe nilikuwa nachimba kaburi, nilikuwa siko hapa, nilikuwa makaburini kule. Lakini baada ya kusikia wananchi wamefunga barabara, na hao wananchi wote unaowaona hapa ni majirani zangu, ni watu ambao tumeishi kwa kuheshimiana. Kwa hiyo ndio maana wamepumzika, wametulia, tunamsubiri mkuu wa wilaya. Lakini msiba umetuuma sana. Anaitwa Hawa au Mama Tabu. Ni nyuma tu ya nyumba hii hapa. Kwa hiyo ndio maana wananchi wametoka msibani wakaja barabarani. Lakini ninakuomba sana mwandishi, tushirikiane kuendelea kuiomba serikali itusaidie kwenye masuala ya rasta. Lakini mimi sasa hivi hapa nilipo nimesimama hapa na watu hao mpaka patakapowekwa bamsi ndio nitaondoka hapa. Kwa jina naitwa Saruni Olodi, diwani wa kata ya Sokoni 1. Tuko hapa Uswahilini kwenye mtaa wa Longdong, kata ya Sokoni 1, na ni kwa sababu ya wananchi kufunga barabara wakitaka kushinikiza bamsi liwekwe hapa kwa sababu kuna mke wa balozi aligongwa na bodaboda juzi. Na hata mimi jana nilikuwa msibani, lakini masuala ya kufunga barabara wala likuwepo kwa sababu hata mume wa marehemu mwenyewe alikuwa anakiri kwamba siku ikifika kama imeandikwa tu. Lakini kwa mtazamo wangu barabara hii ya Uswahilini ina bumps nyingi sana. Kwa hiyo sidhani kama bumps ndio suluhu. Kwa sababu mbona bumps nyingi tunazo na watu wanagongwa? Na kuna watu waligongwa juzi kwenye roundabout. Sasa maana yake kwenye roundabout na yenyewe tuweke bumps. Kuna watu wanakufa kitandani. Sasa maana yake tukaweke nini kitandani kuzuia vifo? Mimi nadhani ni busara itumike tu. Hata waendesha vyombo vya moto kama bodaboda na magari watumie busara kuhakikisha kwamba wanapopita wajue kuna watumiaji wengine. Lakini mimi ningeomba wananchi kwa nafasi hii
wasiwe wepesi wa kufunga barabara, lakini pia suluhu sio bumps. Kwa sababu unaweza wengine wanagongwa kwenye bumps kabisa. Kuna siku bumps zilikuwa zinawekwa pale nikiwa na aliyekuwa RTO Solomon Mwangairo. Hapo wakati tunasimama barabarani kuna watoto waligongwa, wakati huo mwingine akagongwa tukiwa na mapolisi. Maana yake kama polisi au bumps ndio ingekuwa suluhu, yule mtoto asingegongwa tena tukiwa na maaskari pale. Maana hiyo wananchi wamekosea kufunga barabara. Sidhani kama wamekosea, lakini kuna njia za kufuata. Kama ni bumps wangetafuta yani sidhani kama ni suluhu kufunga, kwa sababu kuna utaratibu wa kufanya. Kwa sababu unapofunga barabara unazuia watu wengine. Kuna watu wengine hawahusiki wala na hii ajali. Hata kwa hawajui kwamba kuna msiba. Wengine wanaenda makazini, wengine shuleni watoto, unaona? Wengine wagonjwa wanapitishwa hapa. Sasa kufunga maana yake unawanyima wengine. Tuondoka katika eneo hili huku jeshi la polisi liko limefika kwa ajili ya tatua changamoto hii ya wananchi kufunga barabara, na hadi hivi sasa magari yameanza kupita, huku bado hatuna uhakika kama vidhibiti mwendo hivyo vya matuta vitakuja kuwekwa katika barabara hii, kwa sababu hadi imepoteza umaridadi wa kuwa barabara ya kupitisha magari, kwa sababu kila baada ya muda unakutana na mabumps, na huenda mabumps au matuta hayo kwa wananchi yanaaminika kama ni sehemu ya kudhibiti mwendo, kwa sababu wenye wajibu wa kudhibiti na kuchukua sheria dhidi ya wanaotumia barabara kinyume na sheria wachukuliwe hatua, wameshindwa kufanya hivyo, ambao ni trafiki, na hiyo inaonekana ni baada tu ya faini kushuka kutoka shilingi 30,000 na kuwa shilingi 10,000. Weka komenti yako hapo chini kisarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Moringe Juice ni dawa ya asili iliyoandaliwa vizuri kwa mizizi pamoja na majani kutoka katika ardhi iliyobarikiwa ya Tanzania. Dawa ya Moringe Juice ipo katika mfumo wa kimiminika ulioandaliwa na wataalamu wa kuandaa tiba asili kutoka Dr. Rose Changa Herbalist African Company. Kila aliyetumia dawa hii ameshuhudia kupona kwa muda mfupi, hasa kwenye kuongeza kinga za mwili. Watu wa HIV mpaka na mshangaa Mungu wengi. Kuna baba mmoja ana wake 5 walikuwa HIV positive. Alivyonitumia majibu ya juzi, nikaona mstari tu moja na watoto. Walikuwa positive wakawa negative. Mstari huu mmoja. Kama kuna dada moja ametumia message, mama nimepata negative, nikamwambia haya nenda kwa daktari wako aliyekuwa anakupa aende akathibitishe. Na dawa zangu zimesajiliwa na nimefuata serikali jinsi inavyotaka. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0711 903 060.